Je, unajua unaweza kupima mimba ukapata majibu tofauti tofauti kulingana na muda ambao utakuwa umejipangia wewe kupima? Leo nitakwambia ukweli wote ambao utakusaidia wewe kujua kwamba ni wakati gani ambao unaweza ukapima ujauzito na ukapata majibu yaliyo mazuri. Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya, na kama ulikuwa bado hujasubscribe, ni wakati wako sasa. Usisahau kulike, lakini pia kushare kwa wengine ili waweze kupata majibu ya maswali yao ambao wamekuwa wakijiuliza pia. Na leo tutaongelea swali ambalo ninyi mmekuwa mkijiuliza kwamba je, kipimo cha mimba kinapaswa kufanyika asubuhi au wakati wowote, ili mradi uweze kupata majibu yaliyo kamili. Kwanza kabisa ni kipimo cha mimba kinachopima hormone kinaitwa HCG, ambacho huanza kuongezeka mwilini baada ya mimba kutungwa. Swali ni kwamba watu wengi wanashauri kupima asubuhi. Ni kwa nini? Kwa nini watu wanashauri kupima asubuhi sana hicho kipimo cha ujauzito? Asubuhi hasa mkojo wa kwanza huwa na kiwango kikubwa zaidi cha homoni hiyo ambayo nimewaambia HCG, kwa sababu huwa mkojo ule unakusanyika mwilini usiku kucha, na hii inakufanya matokeo yawe sahihi zaidi, hasa wakati wa mimba bado ikiwa changa mwilini. Lakini pia ni nzuri zaidi kwamba ule mkojo unakuwa umejikusanya kwa muda mrefu na hauna mchanganyiko wa aina yoyote. Lakini inawezekana kupima muda wowote wa siku, lakini kuna masharti ambayo kidogo unatakiwa uyazingatie. Sharti la kwanza, kama mimba yako tayari imekuwa na siku kadhaa au wiki, na kiwango cha HCG huwa juu zaidi. Hivyo vipimo vinaweza kufanyika hata mchana au jioni. Lakini pia kama unapima mapema sana kabla ya kukosa hedhi au siku chache baada ya kukosa hedhi, pima asubuhi, na inapendekezwa zaidi ili kuepuka majibu ya uongo. Na hiyo ni nzuri zaidi kwamba ukipima asubuhi unaepuka yale majibu ya uongo zaidi. Na ili kupata matokeo zaidi unatakiwa ufanyaje? Kitu cha kwanza, tumia mkojo wa asubuhi kama utapima mapema. Lakini pia epuka kunywa maji wakati wa kupima ujauzito, ukaepuka kuchanganya mkojo wako ili kupata kipimo chako sahihi zaidi. Lakini pia pale ukipata majibu yasiyoeleweka, jaribu kupima baada ya siku 2 hadi 3 au wiki nzima, ambazo ni siku 7. Utapata majibu ambayo ni sahihi na yatakufanya kupata matokeo yaliyo mazuri. Kwa kifupi, si lazima sana kupima asubuhi, lakini asubuhi ndio muda bora zaidi, hasa kwa wewe mwenye mimba ya mwanzo. Kwa jitahidi sana upime asubuhi kama mimba yako ni ya kwanza kabisa. Na kama umejifunza kitu hapo kipya, jitahidi sana usubscribe, lakini pia usisahau kulike na kushare kwa wengine ili waweze kupata elimu zaidi kupitia wewe. Pia acha komenti yako hapo chini, utuambie, je, uliwahi kupima kwa muda gani na ukapata majibu yaliyo sahihi? Karibu sana tuweze kujifunza kwa pamoja.